unambagaza, hiyo haikubaliki. Hatupaswi kuunga mkono udhalilishaji dhidi ya wanawake. Huu ni mfumo dume na tunapaswa tuukemee na tuukatae. Anasema alijenga nyumba baada ya kuwa mbunge. Alitaka aendelee kuishi kwenye kibanda. Mbona wewe umejenga nyumba baada ya kuwa mbunge na pale Nyegezi ulikuwa umepanga tu nyumba huko Uswazi? Kwa hiyo atoke aombe radhi wanawake wote, sio tu Mama Kiwanga, lakini wanawake wote wapambanaji wanaopambana kuhakikisha watoto wao wanakula, watoto wao wanaenda shule kwa kufanya kazi ngumu. Kwa hiyo sio lazima mtu awe msomi ndio awe kiongozi. Sifa ya kuwa mbunge kwa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mapungufu yake ni kujua kusoma na kuandika. Na kila mtu ana haki ya kuwa kiongozi bila kujali hali yake, bila kujali mazingira ambayo anatoka. Kwa hiyo mama anatakiwa apewe heshima. Alizunguka nchi nzima akimnadi mgombea urais kama kampeni manager mwaka 2010, Dr. Slaa. Na ndio chimbuko la mafanikio ya Chadema. Leo hii anambagaza mwanamke aliyepambana akachaguliwa na wananchi akawa mbunge wa jimbo, ambaye ametoa mchango mkubwa kwenye chama chake. Kwa hiyo tunamtaka atoke aombe radhi. Lakini John, tunakujua. Mimi nimefanya kazi na wewe ukiwa mwenyekiti wa kanda ya Serengeti, nilikuwa mweka hazina. Tumekuwa wote bungeni. Siku zote umefanya siasa za ulaghai. Umefanya siasa za ulaghai ukiwa bungeni, umefanya siasa za ulaghai ukiwa nje ya bunge hii miaka 5. Kwa hiyo tuheshimiane. Sisi tumefanya siasa za kweli. Tumefanya siasa za kweli tukiwa bungeni na tukiwa nje ya bunge. Nini mnafanya siasa za ulaghai? Uchaguzi mnautaka, mnaanza kupasha joto ili mwito bozani mpewe pesa. Sasa sisi tunaenda kwenye uchaguzi. Mmeona tumewaharibia dili lenu la kwamba mnapandisha pressure, mwito mezani, mpewe pesa mwingie kwenye uchaguzi. Sisi Chauma tumesema tunaenda kwenye uchaguzi kwa hali yoyote. Iwe mvua, iwe jua. Hawa jamaa wana hasira kwa sababu wameshindwa kupiga dili, hawana lolote. Na wala hawana nia ya dhati ya kuwatetea Watanzania. Wewe unakujaje hapa Geita unawaambia watu no reform no election? Mnaelewa maana no reform no election? Hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Tuzuie uchaguzi. Mnazuiaje uchaguzi? Unataka mabadiliko katika bunge la CCM 100%. Mabadiliko gani unayotaka? Sisi tumekuja hapa mtuunge mkono, tushinde, twende bungeni tukabadilisha hizo sheria, tukaweke historia kwenye nchi ya kuwa sehemu ya mabadiliko ya kupata tume huru ya uchaguzi pamoja na katiba mpya. Na ninawaambia mark this date, tutakwenda kupata tume huru ya uchaguzi tukienda bungeni. Trust me. Leo unamzungumzia mtu ambaye alikuwa msichana akifanya kazi za ndani, aliyepambana mpaka akawa mbunge wa jimbo, unakwenda unambagaza. Hiyo haikubaliki. Hatupaswi kuunga mkono udhalilishaji dhidi ya wanawake. Huu ni mfumo dume na tunapaswa tuukemee na tuukatae. Anasema alijenga nyumba baada ya kuwa mbunge. Alitaka aendelee kuishi kwenye kibanda. Mbona wewe umejenga nyumba baada ya kuwa mbunge na pale Nyegezi ulikuwa umepanga tu nyumba huko Uswazi? Kwa hiyo atoke aombe radhi wanawake wote, sio tu Mama Kiwanga, lakini wanawake wote wapambanaji wanaopambana kuhakikisha watoto wao wanakula, watoto wao wanaenda shule kwa kufanya kazi ngumu. Kwa hiyo sio lazima mtu awe msomi ndio awe kiongozi. Sifa ya kuwa mbunge kwa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mapungufu yake ni kujua kusoma na kuandika. Na kila mtu ana haki ya kuwa kiongozi bila kujali hali yake, bila kujali mazingira ambayo anatoka. Kwa hiyo mama anatakiwa apewe heshima. Alizunguka nchi nzima akimnadi mgombea urais kama kampeni manager mwaka 2010, Dr. Slaa. Na ndio chimbuko la mafanikio ya Chadema. Leo hii anambagaza mwanamke aliyepambana akachaguliwa na wananchi akawa mbunge wa jimbo, ambaye ametoa mchango mkubwa kwenye chama chake.
tunamtaka atoke aombe radhi. Lakini John, tunakujua. Mimi nimefanya kazi na wewe ukiwa mwenyekiti wa kanda ya Serengeti, nilikuwa mweka hazina. Tumekuwa wote bungeni. Siku zote umefanya siasa za ulaghai. Umefanya siasa za ulaghai ukiwa bungeni, umefanya siasa za ulaghai ukiwa nje ya bunge hii miaka 5. Kwa hiyo tuheshimiane. Sisi tumefanya siasa za kweli. Tumefanya siasa za kweli tukiwa bungeni na tukiwa nje ya bunge. Nini mnafanya siasa za ulaghai? Uchaguzi mnautaka, mnaanza kupasha joto ili Bwito Bozani mpewe pesa. Sasa sisi tunaenda kwenye uchaguzi. Mmeona tumewaharibia dili lenu la kwamba mnapandisha pressure, mwitwe mezani, mpewe pesa, mwingie kwenye uchaguzi. Sisi Chauma tumesema tunaenda kwenye uchaguzi kwa hali yoyote. Iwe mvua, iwe jua. Hawa jamaa wana hasira kwa sababu wameshindwa kupiga dili, hawana lolote. Na wala hawana nia ya dhati ya kuwatetea Watanzania. Wewe unakujaje hapa Geita unawaambia watu no reform no election? Mnaelewa maana no reform no election? Hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Tuzuie uchaguzi. Mnazuiaje uchaguzi? Unataka mabadiliko katika bunge la CCM 100%. Mabadiliko gani unayotaka? Sisi tumekuja hapa mtuunge mkono, tushinde, twende bungeni tukabadilisha hizo sheria, tukaweka historia kwenye nchi ya kuwa sehemu ya mabadiliko ya kupata tume huru ya uchaguzi pamoja na katiba mpya. Na ninawaambia mark this date, tutakwenda kupata tume huru ya uchaguzi tukienda bungeni. Trust me. Leo unamzungumzia mtu ambaye alikuwa msichana akifanya kazi za ndani, aliyepambana mpaka akawa mbunge wa jimbo, unakwenda unambagaza. Hiyo haikubaliki. Hatupaswi kuunga mkono udhalilishaji dhidi ya wanawake. Huu ni mfumo dume na tunapaswa tuukemee na tuukatae. Anasema alijenga nyumba baada ya kuwa mbunge, alitaka aendelee kuishi kwenye kibanda. Mbona wewe umejenga nyumba baada ya kuwa mbunge na pale Nyegezi ulikuwa umepanga tu nyumba huko Uswazi? Kwa hiyo atoke aombe radhi wanawake wote, sio tu Mama Kiwanga, lakini wanawake wote wapambanaji wanaopambana kuhakikisha watoto wao wanakula, watoto wao wanaenda shule kwa kufanya kazi ngumu. Kwa hiyo sio lazima mtu awe msomi ndio awe kiongozi. Sifa ya kuwa mbunge kwa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mapungufu yake ni kujua kusoma na kuandika. Na kila mtu ana haki ya kuwa kiongozi bila kujali hali yake, bila kujali mazingira ambayo wanatoka. Kwa hiyo mama anatakiwa apewe heshima. Alizunguka nchi nzima akimnadi mgombea urais kama kampeni manager mwaka 2010, Dr. Slaa. Na ndio chimbuko la mafanikio ya Chadema. Leo hii anambagaza mwanamke aliyepambana akachaguliwa na wananchi akawa mbunge wa jimbo, ambaye ametoa mchango mkubwa kwenye chama chake. Kwa hiyo tunamtaka atoke aombe radhi. Lakini John, tunakujua. Mimi nimefanya kazi na wewe ukiwa mwenyekiti wa kanda ya Serengeti, nilikuwa mweka hazina. Tumekuwa wote bungeni. Siku zote umefanya siasa za ulaghai. Umefanya siasa za ulaghai ukiwa bungeni, umefanya siasa za ulaghai ukiwa nje ya bunge hii miaka 5. Kwa hiyo tuheshimiane. Sisi tumefanya siasa za kweli. Tumefanya siasa za kweli tukiwa bungeni na tukiwa nje ya bunge. Nini mnafanya siasa za ulaghai? Uchaguzi mnautaka, mnaanza kupasha joto ili Bwito Bozani mpewe pesa. Sasa sisi tunaenda kwenye uchaguzi. Mmeona tumewaharibia dili lenu la kwamba mnapandisha pressure, mwitwe mezani, mpewe pesa, mwingie kwenye uchaguzi. Sisi Chauma tumesema tunaenda kwenye uchaguzi kwa hali yoyote. Iwe mvua, iwe jua. Hawa jamaa wana hasira kwa sababu wameshindwa kupiga dili, hawana lolote. Na wala hawana nia ya dhati ya kuwatetea Watanzania. Wewe unakujaje hapa Geita unawaambia watu no reform no election? Mnaelewa maana no reform no election? Hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi.
tuzuie uchaguzi. Mnazuiaje uchaguzi? Unataka mabadiliko katika bunge la CCM 100%. Mabadiliko gani unayotaka? Sisi tumekuja hapa mtuunge mkono, tushinde, twende bungeni tukabadilisha hizo sheria, tukaweke historia kwenye nchi ya kuwa sehemu ya mabadiliko ya kupata tume huru ya uchaguzi pamoja na katiba mpya. Na ninawaambia mark this date, tutakwenda kupata tume huru ya uchaguzi tukienda bungeni. Trust me.